tabia za kusubiri kuona tutaambiwa nini baada ya swala. Na haya yanatakiwa yaanze kujengwa kwa vizazi, watoto wadogo. Vile tukija msikitini tuna watoto wetu ambao tayari wameshakuwa wapambanuzi, tunakuja nao msikitini, tuanze kuwaonesha maana ya siku ya Ijumaa. Ukianza wewe na yeye, kadiri anavyokuwa lile jambo linamjenga kwenye moyo wake, linaota mizizi, na hatimaye tutatengeneza kizazi ambacho kinaupa umuhimu wakati katika kumsikiliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema nini kuhusu dini yao. Lakini akikuona wewe baada ya sala umeinuka umemshika mkono, atakuwa hivyo hivyo. Sasa tutatengeneza jamii ambazo si nzuri. Hili nilitaka nilikumbushe, na kulikumbusha hili ntanukuu shairi moja la baba mmoja. Alimwambia mwanawe maneno haya, alimwambia: ya bunayya, ewe mwanangu mpenzi, undhur aina tadha'u qadamak, tazama sana mahali unapoweka mguu wako. Kwa maana akikusudia wakati unapotembea, mwanangu, basi tizama unapokanyaga, uhakikishe pako vizuri, pako salama, ndio uweke mguu wako. Bunayya undhur aina tadha'u qadamak, mwanangu, ninakuhusia kila unapotembea, tazama mahali unapoweka unyayo wako. Fa inna zamana zamanu fitanin, kwa sababu zama hizi zimeshakuwa zama za fitna kubwa. Kwa hiyo tahadhari inatakiwa iwe ya kiasi cha juu. Tazama mtoto mwenye akili alichomjibu baba yake, alimwambia: ya abati undhur anta, baba yangu, huna haja ya kuniambia mie maneno hayo, bali wewe baba ndio una wajibu wa kutazama unapokanyaga. Kwa sababu gani? Fa inna ala khutaka nasiru, kwa sababu sisi pale unapoweka mguu wako wewe, ukitoa ndiyo tunaweka yetu. Sasa nani anatakiwa afanye tahadhari? Ni baba. Ukikanyaga mahali pabaya, na kwa kuwa sisi tuko nyuma tunakutizama wewe, tutaweka hapo hapo. Ikiwa kuna mwiba ulikuchoma wewe, utatuchoma na sisi na wengine wanaotufuatia. Akimaanisha, baba yangu, tahadhari kubwa ya mwenendo unaotakiwa kuifanya ni wewe mwenyewe, uchunge mwenendo wako, kwa sababu sisi tuko nyuma tunakutizama. Dhahir, Mama Khumaisa, wakati Mtume akiingia Madina kwa mara ya kwanza, watu wanampokea kwa shime na hamu kubwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengi walikwenda na zawadi mbalimbali, wengine walikwenda na wanyama, wengine walikwenda na kadha kadha wa kadha kama zawadi, kwa ajili ya kukaribisha ujio wa mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad. Mwanamke mmoja anaitwa Khumaisa bintu Milhana, yeye alibaki mwisho. Baada ya kumalizika watu wote kupeleka zawadi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye alikwenda na kitoto chake kidogo, akamwambia Mtume: lam yabqa rajulun wala mraatun illa waqad athafaka bituhfatin wala ajidu ma uthifuka bihi ghayra ibni hadha fakhudhuhu walyakhdimka ma shaa. Bwana Mtume, watu wote Madina hapa
walio na uwezo wamekuletea zawadi kuonesha upendo na furaha yao kukukaribisha kwenye ardhi yao tukufu, lakini mie sijaona kinachofaa kama zawadi kwako zaidi ya huyu mtoto wangu mdogo, namleta kwako, mchukue kama zawadi na umtume utakavyoona inafaa. Fadhahika an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa dhammahu ala usratihi, akakichukua kitoto kidogo akakiunga kwenye familia yake. Unadhani ni kwa sababu gani mwanamke yule alihiari kukosa kukaa na mtoto wake mdogo, akaona bora ampe mtume? Nini alikifuata kule? Alifuata mwenendo, anajua kwa kipindi atakachokaa naye huyu mtume sallallahu alaihi wasallam lazima aathiri maisha ya mtoto huyu. Akampeleka kwenda kuchuma mwenendo mwema, na baada ya miaka 10 anafariki mtume sallallahu alaihi wasallam. Anatokea mtoto mdogo aliyekabidhiwa kutoka kwa mama yake, wakati huo ameshakuwa mtu mzima sasa, na ni sahaba mwenye elimu nyingi, ambaye kwa sababu yake umenufaika umma na utaendelea kunufaika mpaka siku ya Kiyama. Kwa hiyo tutengenezeni tabia za kuwaathiri watoto wetu kwenye mambo mema, ili tutakapoondoka sisi wao ndio wawe washikazamu bora badala yetu sisi. Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika kheri. Waislamu, kama nilivyosema mwanzo, tutengenezeni tabia za kukaa na kusubiri. Nitamkaribisha shekhe pale almaruf Sheikh Asad, ndio ana maneno kidogo takuja kuyazungumza hapa. Lengo ni lile lile, kila mtu kwa nafasi yake anapaswa kuipigania dini. Fursa anayokupa Mungu itumie hiyo hiyo kuhakikisha gurudumu la dini ya Mungu inakwenda mbele. Kwa hiyo naye kwa nafasi yake namkaribisha hapa inshallah aje aseme nanyi. Barakallahu fikum wa alaykum, aqulu ma tasma'un walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.